Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Jumamosi, juma la 11, kipindi cha kawaida mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 12 aya ya kwanza hadi aya ya 10, na injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 6 aya 24 hadi aya ya 34. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Mathayo, sura ya 6 aya ya 24 hadi aya ya 34. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashambani, jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni, yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, je, hatazidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mpendwa, katika injili ya leo Kristo anatuambia bayana kuwa kamwe hatuwezi kutumikia mabwana wawili. Wito wetu sisi wa Kristo ni kuwa watakatifu, na hivyo njia au aina ya maisha tunayochagua au njia tunayochagua kuiishi inabidi ilenge kutufanya sisi kuwa watakatifu. Na hivyo kama njia au aina ya maisha tunayochagua na kuishi hayalengi kutufanya watakatifu, hayatufai kitu. Mwinjili Mathayo anatueleza wazi kuwa hatuwezi kutumikia malimwengu na ya Mungu kwa pamoja. Tunaalikwa kuyakana na kuyaacha malimwengu kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Mtakatifu Gaspar del Bufalo anatupa mfano hai kwa kukataa kuyatumikia malimwengu kwa kusikiliza na kuishi upendo wa damu ya Kristo. Kwa mfano wa Mtakatifu Francisco Xaveri, moyo wake unawaka moto daima, shauku ya kuhubiri upendo wa damu ya mwana kondoo. Katika zama zetu zilizosheheni malimwengu yanayovutia kwa macho, ni vigumu mno kuepuka vishawishi hivi. Mpendwa, tukutanapo na malimwengu tuwe tayari kusema siwezi, sitaki na sipaswi, kwa imani na matendo. Ni kwa kuyakataa malimwengu tutaweza kujifungamanisha na upendo wa Kristo unaotuvuta daima kuuhubiri na kuuishi kwa imani na matendo yetu. Baada ya kuyaacha malimwengu na kujifungamanisha na Mungu, tunaalikwa kumtegemea Mungu pekee katika kuhubiri matendo yake makuu. Ni ukweli kwamba tunaokolewa kwa neema, lakini twapaswa kujiuliza,
Je, kusema neema ya Mungu pekee inatosha kutuokoa bila kufanya juhudi yoyote? Juhudi ya kukaribia na kuutaka huo utakatifu na neema zake, je, inatosha? Kwa mfano wa kawaida tu, mfano ambao tunaona kila siku katika maisha yetu, tunafahamu kuwa mkulima hupanda mbegu, na baada ya kuipanda hiyo mbegu hakai tu nyumbani na kusubiri izae matunda au izae mazao. Hapana. Hebu fikiria, umepanda mahindi nyumbani kwako, na baada ya kupanda ukajiambia mwenyewe kuwa kwa kuwa nishapanda na mvua inanyesha, basi nikae tu na nisubiri, baada ya kitambo kidogo mahindi atakapokuwa yamekomaa nitavuna na kula. Siamini kama utakachokivuna kitakuwa bora. Kwa nini hakitokuwa bora? Ni kwa sababu umeamini kuwa kwa kupanda mbegu pekee inatosha na kusubiri uvune, ukasahau kuwa inakupasa kuihudumia mbegu hiyo. Kama ni shamba, inakupasa kupalilia, kutia samadi, kutia mbolea, kumwagilia na kufanya mengine mengi ambayo yatasaidia mmea huo kukua na hatimaye kukuletea zao bora. Mtakatifu Agustino wa Hippo anatufundisha wazi anaposema kuwa yeye aliyetumba sisi hawezi kutuokoa bila sisi. Anamaanisha nini? Anamaanisha kuwa mwanadamu ana wajibu wa kufanya kazi na mazoezi ya kiroho ili kufikia utakatifu, ili kueneza ufalme wa Mungu. Hatuna budi kujitafutia ukamilifu ndani ya Kristo katika fikra na maisha ya Kikristo. Turejee waraka wa Mtume Paulo kwa Waebrania sura ya 5 aya ya 14. Baada ya kumpata Kristo, baada ya kumpata Mungu, baada ya kuzipata neema, tutakaa hivi hivi tu na kusubiri tufanikiwe? Hapana. Tuna wajibu wa kufanya kazi ili kustahili kuzipata hizo baraka zitokanazo na hizo neema ambazo Mungu anatuachia katika maisha yetu. Mtakatifu Paulo anasema waziwazi kuwa hajakamilika bado, bali anakaza mwendo ili kuelekea ule uzima wa milele. Nasi pia hatujakamilika bado kwa kuwa na neema. Tayari tuna neema. Tayari Mungu anatukirimia neema nyingi katika maisha yetu, lakini tutakamilika katika hizo neema na tutastahili kupokea baraka katika hizo neema kwa kufanya juhudi mbalimbali na kazi na mazoezi ya kiroho ili kupata kweli hizo neema ambazo Mungu ametuwekea. Kristo Yesu anaposema tusiyasumbukie yaliyo muhimu kwa miili yetu, kwa kuwa Baba yetu wa mbinguni anajua mahitaji yetu, anapenda kutukumbusha kuwa tuyasumbukie yale ya uzima wa milele kwanza, na hayo ya ufaao mwili yasiwe ya muhimu kuliko hayo ya kimungu. Katika Injili ya leo tujifunze mambo mawili ya kufuata ili tuweze kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Kwanza, ili kumtumikia Mungu na kufikia ule wito wetu msingi wa maisha yetu, yaani kuwa watakatifu, tuchague kumtumikia Mungu pekee aliye mwanga, ukweli na chanzo cha neema na baraka zote. Pili, katika kumtumikia Mungu tuelewe kuwa neema ya kimungu pekee haitoshi kutuokoa, bali ni kwa neema na bidii yetu katika kumkaribia Mungu kwa utayari tunaweza kuokolewa. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Mpendwa, Mungu kwa neema yake daima anazigawa neema kwa wale wanaozitafuta na kuzikaribia kwa moyo radhi na bidii. Hivyo basi tusikae tu kwa uvivu tukisubiri neema na baraka toka kwa Mungu, eti kwa kuwa tu Mungu yu upande wetu tusifanye kazi. Hapana, yatupasa kufanya kazi na kuonyesha kuwa tunazitamani na tuna tamaa ya kweli ya kuzipata hizo neema kwa vitendo, ili basi mwisho wa yote neema hizo tutakazozipokea zitufae sisi maishani na hatimaye zitusaidie kuupata uzima wa milele, yaani kuufikia utakatifu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Isaac Bileha wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!